Bwana we, ukistaajabu ya Musa ajiandaye kuyaona ya Firauni baada ya baba huyu wa kambo kushindwa kujizuia na kumla binti yake baada ya mke kumwachia baba hamlee. Stori yetu inaanzia hapa. Huyu jamaa anaitwa Lemi. Yeye ni mpiga kinanda mashuhuri sana katika jiji hilo. Yaani pati kubwa kubwa zote mwambie kitu lazima haitwa ujamaa atumbuize na watu wapagawe. Baada ya kumaliza shughuli zake anarudi kwa mke wake Martin. Martin ni mume wa huyu jamaa. Basi jamaa hapa akiwa yuko na mkewe akiwa anajichana chana nywele, akiwa anamwambia bwana, mke wangu inabidi uende salama na urudi salama na mimi nakutakia kila laheri. Bibi anamwambia mume wangu, hakika nitaenda chap kwa haraka katika hiyo ziara alafu then nitarudi. Kwa hiyo cha msingi ujiangalie na ujitunze. Na hakika uwahi kurudi nyumbani, so unajua tena. Basi mke kwa furaha na mapenzi tele na jamaa kwa kuwa anampenda sana mkewe, alikuwa aoni namna ya kumkataza mkewe kwenda katika hiyo shughuli ambayo mkewe anang'ang'ania kwenda. Akamwambia basi sawa, kama unataka kuwahi huko basi wahi, ila jitahidi uwe makini na kumpa zawadi kubwa. Basi jamaa gari chao kwa kibofu bovu. Ikabidi amsukume mkewe kumskoti ili mradi gari ipate kuwaka, demo apate kwenda huko anapotaka kwenda. Mchizi hapa kaja kakamua, ngoja kwanza nikusukume matoto haya. Basi ukisukuma kigari kama kigari kimegoma fulani hivi, gari hakitaki kuwaka. Basi jamaa akamwambia ngoja nisukume tena pafu ya mwisho. Kusukuma gari hapo katikati ya mlima, gari kakubali na moja kwa moja ikiwa inaondoka. Lakini asilolijua za Mungu zikishaandikwa hakuna mja wa kulipangua. Jamaa akiwa anarudi nyumbani hana hili wala lile baada ya kumsukumiza mkewe, lakini hapa gari ya mwanamke iliferi breki na gari kubwa likatokea na kulipiga gari la mkewe vibaya na kupoteza direction. Jamaa anakuja hapa anakuta mkewe tayari zamani ameshafariki. Na alipokufa mkewe, yule binti yake ambaye aliitwa Marin alikuja moja kwa moja mpaka hapa, lakini baba yake anamwambia bwana, mamako ndo kama hivyo na matatizo yametokea, lakini sasa hivi hatupaswi mimi na wewe kukaa nyumba moja, inabidi wewe uende kwa baba yako. Huyu Marin alimwangalia sana baba yake, lakini yeye alikuwa hana hitaji la kwenda kwingine kwa sababu baba yake huyu alikuwa tayari ameshamzoea. Marin bwana na watoto akiwa ndo hivyo bale na mambo yao yanaendelea kukua. So unajua tu siku hizi mwendo kasi, lakini hapa huyu mchizi akaona bora afanye kitu cha msingi na cha ziada, awasiliane na babake binti aweze kumwambia bwana, yeye njoo haraka sana unisaidie umchukue binti yako na uweze kumlea. Mungu sio Asmani, Mungu sio Bashiru, wala Mungu sio Muntaziru. Basi wakiwa katika maneno yao, lakini binti alisisitiza sana, bwana mshua, mimi sitaki kwenda kokote, yani mimi nataka nibaki na wewe mwanzo mwisho. Na hapa akawa anamuonyesha babake dalili zote ili ya kwamba huyu ni babake mzazi, lakini jinsi anavyomshika yani kama mtoto anataka kitu fulani kutoka kwa babake. Huyu anaitwa Chali, na huyu Chali si mwingine, huyu Chali ni rafiki wa karibu sana na huyu mchizi, lakini huyu Chali huyu anamjua babake binti ni nani. Basi ilipofika usiku mmoja, jamaa alikurudi nyumbani, binti akawa anamnyatia babake, na babake kutoka shughuli zake ni kupiga kinanda, lakini angalia mavazi yake na jinsi anavyomshika mzee. Mzee anajitahidi kujikontrol kwa sababu huyu ni mtoto wa mke wake. Anamchukua yule binti anampeleka ndani kulala, lakini binti anamfuata babake huko na kumlalia kifuani. Jamaa akaona uzalendo unaweza siku yote ukanishinda. Ikabidi afanye hima kumchukua Uchali kumpeleka mpaka kwa babake mzazi ili mradi apate kuishi na babake mzazi. Haya, alipofika huko babake mzazi alimwambia bwana, nimekuletea binti ukae naye. Lakini binti baada ya kumwona babake mzazi amekuja hapa, yeye akupendezewa kabisa na ile swala ambalo babake wa kambo amelifanya. Akamwambia mimi siwezi kwenda kokote na wala sihitaji kufuatana na wewe. Lakini Martin au jamaa Male yeye aliforce sana, akamwambia bwana sikiliza, kwa sababu sasa hivi tumeshatoka kuzika ama tumeshamaliza msiba kila kitu, mimi siwezi kukaa na huyu binti. Huyu jamaa wa karibu ambaye anaitwa Nicholas ni mchizi wake sana, na huyu jamaa mpiga kipiano ambao yeye sasa hivi mkewe ameshafariki dunia, na familia ama mtoto wa huyu mama hataki kwenda kwa babake mzazi bali anataka kukaa na babake wa kambo. Haya, familia imekaa kwa pamoja wakiwa wanaomboleza zile 40 au tunaita msalaba, na huyu jamaa Male mchizi wake huyu mchizi akawa anapiga zile piano, na maana wote ni wasanii ambao wote kazi yao ni moja, kutengeneza music
na kugonga music. Basi hapa akiwa anaongea na simu na huyo binti yake ambaye kipindi hicho mtoto ashampeleka kwa yule babake wa kambo. Lakini inaonekana kule kwa babake mzazi yule binti hataki kukaa kwa sababu babake mzazi ni vurugu mechi. So unajua tena baba mzazi hawezi kumla mwanae, lakini akishakuona baba wa kambo na mtoto ya macho na mtoto kaza shaianza inakuwa ni shida. Basi mzee alikuja huko akaendelea tena kupiga kazi zake, kuendelea kukusanya minoti na mihela. Hapa kuna swala linakuja, anaambiwa bwana mmemwenzio yuko nje anakungojea. Basi jamaa alitoka taratibu kwenda huko, lakini hakubahatika kwenda moja kwa moja na alirudi nyumbani. Aliporudi nyumbani, haamini macho yake, amini anachokiona. Ina maana binti ametoka tena kwa babake mzazi na kuja kwa babake wa kambo. Anaambia bwana mimi kule siwezani na wala siwezi kukaa. Basi alipofika hapa akamkumbatia kumbatio zito babake wa kambo. Na babake wa kambo akaona mwanangu ulinipigia simu nije, lakini sasa mambo gani umetoka nyumbani? Baba sikiliza, wewe inabidi ukae peke yako, mimi hapa naona niko salama kuliko hata kwako. Basi mtoto anamtolea nje babake mzazi, na mwisho wa siku babake wa kambo ikabidi amjibu neno tu zuri, lakini mwisho wa siku atokea ugomvi, akataka kushikana mwilini, na mtoto ndo akaamua akaanza kumtuliza babake, kumpunguza alama. Kama bwana sawa, binti yangu sijui anapenda kwako vitu gani, lakini mimi ni baba kama wewe, tafadhali muangalie mwanangu na mlinde. Mchizi ameachiwa mtoto amlee, ama ameachiwa mtoto amwangalie, na mtoto hataki kukaa na mtu yote zaidi ya babake wa kambo. Basi hapa kutokana naye mtoto alikuwa anasomea masuala music, jamaa akapiga music kila kitu, na mwisho wa siku mtoto kamfuata huko kwa babake tena wa kambo chumbani. Akiwa hapa anamwongelesha, baba anambia mtoka chumbani kwangu, naomba uende chumbani kwako kalale. Basi mtoto asikii, mtoto kaja na kingondo, anambia bwana sikiliza, nimekwambia mimi sitaki. Mtoto kaja moja kwa moja anamkumbatia babake na kulala kifuani. Jamani, hii ni mitihani ya wanaume wengi wanakutana nao kwa watoto wao wa kambo. Umeelewa? Kwa sababu mtoto wako kishajua ni babake, kishafika umri kama huu, hauwezi kushikana naye kwa sababu akili inaweza kubadilika, lakini mtoto kwa sababu ni babake mkambo alikuwa ajali hilo. Angalia mtoto anavyoongea na babake face to face. Wazungu wenzetu jamani, hatari sana. Haya, tunaendelea. Baba anamwambia sikiliza mwanangu, kama unahisi tayari ushaanza sasa vitu hivi, tafuta mwanaume ambao ukubwa wako ama rika lako muendelee kufanya hayo vitu ambavyo unataka kufanya. Kwa hiyo siweza kwambia hapana, usinilazimisha kufanya vitu ambavyo mimi mwenyewe sitaki. Mimi nina uhuru wangu. Asubuhi mtoto kamwandalia babake chakula, lakini bado anampa maneno matamu babake ya kumsogeza ama kumfanya baba amfikirie yeye muda wote. Na kweli baba kama taratibu akaanza kuingia, kwa sababu huyu ni mtoto wa kike na bado ni mtoto bado mdogo sana. Yaani huku tunasema mtoto mwali bado kigoli. Baba alikuja hapa akakunja nne yake, anambia sasa nguo gani hizo na kwa nini uko chumbani kwangu? Mtoto akamwambia leo mimi siendi kulala kokote, lazima nilale na wewe kitandani hapa. Basi wakakaa wote, baba anasoma gazeti, baba anajikaza, mtoto anakaa pale na nguo yake. Angalia mitego ambayo anamfanyia babake mzazi. Mwisho wa siku akalala juu ya kifua cha babake. Baba akamtoa, akamwambia sikiliza, nimekwambia tafuta mwanaume wa kuendana na wewe, lakini sio mimi. Hapa dogo alikuja mpaka shuleni huku, maneno mengi, na wakaitwa kwa sababu kuna tatizo na mtoto huyo inabidi asome masuala ya kupiga gitaa. Haya, bwana mdogo tena kaja mpaka shuleni, na baba akamfuata mwanae shuleni ili madi waende nyumbani au wapite kwenye matembezi, lakini mtoto anamwambia babake anipige busu. Na kweli baba hakawana jinsi, akampiga mwanae kisi. Basi madi kumlizisha. Leo hapa akamchukulia piano kubwa, ikiwezekana bwana mdogo na yeye ajifundisha kugonga hapa. Mara simu nayo inapigwa. Bwana fanya haraka sana urudi nyumbani. Sasa nimpigia simu nyingine ni mwanae. Na huyo hapa madam ambaye anaitwa Simoni, yeye kidogo kaonyesha kama ni fulani hivi kumtakataka ujamaa, lakini sasa mtoto yeye ashaanza kuvutiwa na babake, na mwisho wa siku alimwambia babake, "Nipo nimekuja shule huko, lakini nipo guest fulani." Mtoto kamfuata babake huku tena, na mwisho wa siku baba uzalendo unaelekea kumshinda mtoto. Mitego anamfanyia babake ilikuwa ni shida sana, ikabidi alale naye, na jamaa alichapa mzigo vibaya, alikula nyama vibaya ya mwanae. Na kimoyo anasema bwana mke wangu uko ulipo nisamee, kwa sababu mtoto kanilazimisha sana na mimi sikuwa na jinsi, nimeona bora nile, kwa sababu ningemwacha mwanao angehisi kitovu kimenidondokea. Baba anajisemea hivyo kumtaka mkeo kwa alipo duniani au katika maisha mengine kwa kifo amsamee tu, kwa sababu amejitahidi sana kujizuia na mtoto bado kautaka. Basi baba akampa mtoto wake kambo, na hapa mtoto akawa haelewi, asikii, kwa sababu alishanogewa na bunduki ya baba. Baba mjegeji wake kwa anapiga vizuri. Basi wakaendelea kutembea katika ziara yao ya masuala yao hayo ya music, na bado wanaendelea kufanya mambo mengine na maisha yanaendelea. Baba anamwambia sawa,
licha hivyo lakini sitaki babako mzazi agundue jambo lolote baina yako wewe na mimi. Basi huko wanaendelea kupiga piano, wanafanya mambo yao, lakini kama jinsi nilivyokuambia kuna madamu Simoni, yeye alishaanza kumtolea macho huyu jamaa au kumtolea macho huyu jamaa anaopiga gita. Lakini mchiza anaporudi hapa nyumbani amkuta binti kalala, wanaendelea kufanya maisha kama kawaida. Lakini siku moja baba yake na yule binti ama akamuona mwanaume ambaye alitoka ndani ya nyumba hii ya mwanae binti yake, na jamaa kama wivu fulani hivi umemjaa, kaona sasa binti tena nimeshampa muogoja ng'ombe na yeye tena anaenda kukitoa, anambia bwana nimeona mwanaume hapa. Baba kama kaingia na wivu fulani, anambia hapana, yule sijafanya naye chochote, kama vipi ipekua niangalie. Anambia hapana, hujafanya naye chochote, mtoto kiume katoka huko na mmekaa masaa mangapi na mimi kwa siku. Baba akawa mkali kama wivu hivyo umemjaa. Akaja huku lakini anamuelezea baadhi ya vitu kwa kumtega ndugu yake au kumtega usweba yake. Usweba yake anakuwa hana neno la kumshauri umchizi. Mchizi anaendelea kugonga music, lakini hapa kakuta udemu yuko na majamaa wawili. Mchizi kila akipiga muziki aelewi muziki gani anapiga, macho yote hapo kwa mwanae. Lakini ghafla mwanae akaamuoni pale, jamaa akaona isiwe shida, ubinti kaenda wapi? Na akajua ubinti atakuwa na pepo la ngono. Basi lakini hapa mwalimu ule Simon alikuja akaanza kumfariji, kumtoa mawazo, kumweka sawa ili mradi jamaa asiwe tena mtu wa kuwazawaza. Basi wakachukuana taratibu na mwalimu Simon akatoka naye. Lakini hapa mara ghafla binti yake anamkuta, anamwambia ulienda wapi? Binti mbele ya mwalimu wake akamkiss baba yake kwenye mdomo. Mwalimu akaona labda ni upendo tu wa baba na mtoto. Basi walipofika mpaka huko usiku, mtoto tena akashindwa tena kujizuia kwa sababu kamaona kama baba yake kashaanza kuwa na wivu, baba yake wa kambo, akaona bora mtulize tena. Mtoto kachojua nguo kama kawaida, kazivua kaika pembeni, akaanza kuwa kama mkewe na jamaa anakishika kiuno vizuri cha mwanae. Lakini sasa mzee kila siku unapozidi kwenda anajikuta anazama katika penzi la binti yake ama penzi la mtoto wake wa kambo, na akawa na jinsi akawa anakula sasa mchana usiku bila kujificha masaa 24. Siku moja wakiwa wako hapa wamekaa, mara ghafla mlango kagongwa, na kile anayefungua mlango ni baba yake na ule binti mzazi. Anamwambia vipi? Anamwambia bwana binti yako bwana ametoka. Na sehemu ametoka ameenda kuchukua vitu gengeni, ama ameenda supermarket. Jamaa kabidi aongope. Akamwambia sasa mbona unanizuia mlangoni nisiingie? Akamwambia basi hamna shida, ingia. Basi jamaa kuingia hapa kwa sababu kaja kumtembelea mwanae, mara ghafla mtoto katoka na kiguo tu kifupi. Baba akaona mwanangu sasa analelewa au anapewa vitu muda wote. Akamwambia mbona umetoka na nguo hizo, unajua babako yuko hapa ndani. Baba akajifanya kama kaongea kiukali, na huyu kajifanya kama hajui kitu kinachotokea. Wewe umerudi sana baba, nimepita mlango wa nyuma baba kwa sababu si hivi na hivi na hivi. Jamaa akaona hii ni mtihani. Wewe bwana wewe, sikia na babako kavaa nguo hizo. Unajua wazungu wanatumia akili kubwa sana, na kwa soko kuwa hawaelewi, ila hawataki kumbana mtu na uhuru wake. Baba huyu mzazi sasa akaona atumie busara kwa baba huyu mlezi wa kambo, akaona hao itakuwa na namna, kwanza ni waache. Basi akajifanya kama kaondoka. Hawa wakakumbatiana kwa kuondoa. Kumbe mwenzao alikuwa katika dirisha pale anawaangalia, na ikabidi arudi tena kakuta wamekumbatiana. Basi akamwambia jamani, kama ndio hivyo. Jamaa akaanza kujiamiana, akamwambia mimi sitaki uogope, kwa mwanangu amechagua, basi kuwa tu mkwe wangu kwa sababu wewe si mwanangu. Umeelewa? Kwa baba mshtukia nshu yote, na jamaa kama mtu kujilaumu. Umeelewa? Kwa sababu akamla mama na sasa hivi kamla mtoto. Kala mama na mtoto wake. Kwa kuwa yeye hakuzaa na huyo jamaa, hakuzaa naye yule mama, kwa hiyo baba ndo maana kahalalisha tukaona yeye. Sawa, na hapa na Choliti hapa kuna mtoto ambaye anaitwa Natalia, alikuwa kidogo anasumbuliwa, anaumwa, lakini inaonekana huyu jamaa au binti yake kozi yake kubwa ni daktari. Alipokuja hapa umuita daktari yule mwangalia yule mtoto, akamsaidia vizuri na mambo yote yakakaa sawa. Lakini kutokana baba yake mzazi yule binti ashajua kama mwanae anatembea na mume mwenzie, kwa hiyo na mama mume mwenzie kamshinda, kamla mkewe, kamla na mtoto wake. Kwa hiyo ndio shughuli hivyo, akaona isiwe kesi basi, kama mshamua nyinyi kulana mizigo, kulana mizigo, mwisho wa siku mtajua wenyewe. Basi Madam Salome akaendelea kupiga piano, lakini ujamaa kama atakakwamisha upendo kutoka kwa ule mtoto, kwa sababu Madam Salome na yeye wote wanapiga piano. Lakini hapa alifanya kama akaja kumtembelea ili mradi kuweka akili yake sawa. Basi alikuja, aliongea na Madam Salome, na Madam Salome alimuitikia vizuri kwa upendo, kwa amani, akamwambia bana sawa, nashukuru kuja kunitembelea na mwanangu sasa hivi anaendelea vizuri, karibu sana. Jamaa aliaga vizuri. Baada ya kuaga akaondoka.
Kaja hapa akamwangalia binti yake tena mara nyingine, kapewa chai, na aliporudi nyumbani kamkuta mwanae kamkumbatia kwa kumbatio zito, akamwambia jamani, nimekumisi kutwa nzima sijakuona. Nashukuru sana umekuja mpenzi wangu. Sasa hivi tena sio baba tena, bali ni mpenzi wake. Basi hii picha haipendezi sana kuangalia na watoto, kwa maana yake tumekatakata vipande vingi, tumezuia, maana miti inayopigwa sio miti ya kitoto jamani. Kwa hiyo tumepunguza tu kuitengeneza ikae vizuri, hadi kila mtu apate kuangalia. Wadau, endeleeni kusubscribe, kubonyeza alama kengele. Hapa Tam TV Recap Mix na Tam TV za kale dhahabu, tunaendelea kutupa mizigo kila siku. Kwa hiyo cha kufanya wewe inabidi usubscribe, ucomment, ulike kama ni mara yako ya kwanza, na unapo comment, unapo like ndo unazidi kutufanya tuwe na nguvu zaidi ya kukuletea movie kali. Kwa wale ambao mnapenda matangazo, basi mtatangaza na sisi. Namba zetu ni hizo hapo 0786 41 7308. Na kwa mambo yote nashukuru sana jamani kwa kuangalia. Asanteni sana, tukutane katika recap ijayo. Chao.